tukitoka hapa kwenda nyumbani, hatutegemei ufike hapa umsubiri baba au umsubiri jirani au umpelekee shida zako kabla hujaanza njia za kuzitambua. Kwa hiyo mategemeo yangu kwa mafunzo haya ni kwamba kila mmoja anaweza kuanza kutatua shida zake, lakini kutatua shida za jamii. Mara unapokuwa katika fursa hiyo, maana yake wewe sasa unaweza sasa ukasimama ukatoa ushauri. Ukisha kuanza kutoa ushauri, hata kama wewe siku hiyo hujachaguliwa kuwa mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa kikundi, mhasibu, wewe tayari ni kiongozi. Kwa maneno mengine, ninyi mlioko hapa wakina mama, ninyi ni viongozi. Ni viongozi, uongozi unaanza kwa nia yako wewe. Hilo ni moja. La pili, kuna mama zangu hapa walikuwa waongei. Na washukuru, nimeona mama wawili ambao kwa kweli ni mfano wa kuigwa. Yaani wamejitahidi kwa hali zao walizonazo, lakini leo waonekana kwamba wanaweza. Kumbe hicho kitu bila haya mafunzo, maana yake hiki kitu wasingefanya nini? Wasingeweza. Kwa hiyo hata wakitoka hapa, maana yake tayari kuna msingi umejengwa. Kwa hiyo kama umejengwa msingi, ni vizuri tukauimarisha. Tunauimarishaje? Ni kupitia hii mipango kazi tuliyoitengeneza sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa mipango kazi hii, usiuone kwamba umeutengeneza kama karatasi. Ni mpango kazi uliouandaa wewe mwenyewe, nafsi ikikutuma kwamba kwa haya mambo yote uliyotengeneza kwenye mpango kazi, kama umeandika 4, ukitekeleza 2 umefanikiwa. Majina naitwa Luciana Daudi Mabena, natoka Igima, kata Igima. Kwa kweli kwa muda wa hizi siku 3, mimi binafsi kipekee namshukuru sana Mungu na washukuru wawezeshaji, wametuelekeza vizuri kabisa na tumeelewa. Kwanza kabisa tumejifunza namna ya kujitambua sisi wanawake kwenye uongozi, kwenye jamii zetu na kwenye taifa kwa ujumla. Kipekee mimi nyuma nilikuwa sielewi kwamba mimi mwanamke nina uwezo mkubwa wa kuwa kiongozi katika jamii. Kwa hiyo nilikuwa sielewi. Kupitia semina hii nimejifunza vitu vya msingi kwamba natakiwa nijitambue na namna ya kuongoza. Kuna aina za uongozi ambao natakiwa nipite kwa hizo ili kuweza kufanikiwa kwenye uongozi wangu. Mara baada ya kujifunza, kwa sababu tulivyokuja huku tulikuwa ni sehemu ya viongozi, lakini tulikuwa hatuna mbinu ambazo zinatufanya sisi tukawaongoze na wanawake wenzetu, tukawaelimishe wanawake wenzetu watambue. Lakini mara baada ya kujifunza leo hii ni kwamba tunashukuru kwamba tumepata nyenzo, tumepata yani kama nguvu ya kwenda kuwasaidia wenzetu ambao hawajapata semina hii, kuwapa chachu, kuwabadilisha, kuwashawishi kama tulivyofundishwa na wawezeshaji. Naitwa Felista Laisoni Mtenda. Kikubwa zaidi tulichokuwa tunajifunza hapa ni kuhusu uongozi. Mimi kama ni kiongozi inatakiwa niwe ni kiongozi wa namna gani? Niwe ni kiongozi kwanza kabisa ninayejiamini, ninayejua namna ya kuongoza watu, ninayeelewa namna ya kushirikisha mambo mbalimbali katika jamii. Kwa kweli elimu hii tumeipata kwa muda wa siku 3, na pia kwangu mimi au kwetu sisi kama wanawake au kama viongozi tumefaidika vizuri, kwa sababu tumeondolewa katika kutoka kwenye hatua tuliyokuwa nayo, na pia tumesogezwa kwenye hatua nyingine, kiasi kwamba hata tukienda huko tunapokwenda tunaweza kuongoza jamii vizuri au watu wanaotuzunguka vizuri jinsi tulivyofundishwa. Ukweli kwa namna tutakapokwenda kuipeleka elimu hii vijijini huko tunakoenda ni vile kuwakusanya wananchi na pia kutoa elimu hii katika mikutano mbalimbali ya hadhara au kwenye vikundi mbalimbali, kwa mfano vikundi vya vikoba, vikundi vya wanawake na pia makundi mbalimbali kama vile makundi ya vijana, wasichana na wavulana. Kwa jina naitwa Tula Elisha Ngwale. Tumekaa hapa muda wa siku 3
tumejifundisha nini maana ya uongozi. Uongozi kuna hatua 3. Kuna uongozi wa kidemokrasia, kuna uongozi shirikishi, kuna uongozi elekezi, shawishi. Kwa hiyo katika mafunzo haya yameniinua mimi kutoka hatua nyingine kwenda nyingine, kwa sababu nilikuwa ni kiongozi lakini nilikuwa ninashindwa niongozeje. Nilikuwa naongoza tu kwa mtazamo nao uona mimi, lakini kwa sasa nitakapotoka hapa najua niende nikaongoze watu kwa mfumo upi. Manake muda mwingine nilikuwa natumia mfumo wa imla ambao sio mzuri kuutumia kwa wananchi, ila wa ushirikishi wa kidemokrasia huo ni uongozi mzuri wa kwenda kuwaelimisha wananchi. Nitakapotoka hapa moja kwa moja nitamuona mtendaji wa kijiji. Baada ya hapo nitawakilisha niliyoyachukua huku na kuomba nafasi ya kuongea kwenye mikutano aidha kwenye vikundi vya wanawake, kuwaelimisha haya yote tuliyoyapata, ili na wenzetu wanufaike na viongozi ambao wanatumia uongozi wa imla wajue waongoze vipi wanakikundi. Mimi naitwa Bernard Kindoli, ni mmoja wa wawezeshaji wa mafunzo ambayo yanalenga kuwajengea uwezo wanawake viongozi na wanawake vijana ambao wanahitaji kuongoza katika vijiji chini ya mradi wa Resilience Our Planet, ambao ni mradi unaotekelezwa na CARE Tanzania kwa kushirikiana na shirika la TGP, Tanzania Gender Network Program, ambako ndiko nilikotokea. Tumekuwa na siku 3 hapa za mafunzo ambapo tumekuwa na wanawake vijana kutoka katika vijiji vilivyochaguliwa katika wilaya hii ya Wanging'ombe, na katika hizi siku 3 tumekuwa tukiwapatia stadi mbalimbali za uongozi ambao utawawezesha wao kuchukua nafasi za uongozi katika jamii, lakini pia hata katika ngazi za kifamilia, vile ambavyo wanaweza wakashawishi maendeleo, vile ambavyo wanaweza wakaendesha mijadala katika jamii, mijadala ambayo inalenga katika kubadilisha hali za wananchi, na vile ambavyo wanaweza wakajenga mitandao ambayo inaweza kuwa na tija katika shughuli zao na hata katika harakati zao za kutafuta uongozi. Kwa hiyo katika hizi siku 3 tumewapatia mbinu za uongozi, tumewapatia jinsi ambavyo wanaweza wakatengeneza mitandao yenye tija na si bora mitandao. Lakini pia mwisho kabisa hapa kila mwanamke aliyeshiriki katika mafunzo haya ameweza kutengeneza mpango kazi wa vile ambavyo atakwenda kutekeleza kile ambacho amejifunza katika kijiji chake, ili kwamba aweze kuleta mabadiliko katika jamii na kuanzia katika ngazi ya familia. Kwa hiyo kwa kifupi, hayo ndio ambayo tumekuwa tukifanya katika siku hizi 3. Kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukifanya assessment katika vijiji ambavyo tumepita, hali bado inaonyesha kwamba kwa sehemu kubwa bado wanawake wengi hawajitokezi katika nafasi za uongozi. Japo tunaweza tukasema kwamba ukiongea na wananchi kwa miaka ya nyuma na miaka sasa, angalau sasa idadi ya wanawake ambao wanashiriki katika serikali za vijiji imeongezeka kidogo, lakini ukiangalia ongezeko hilo sana sana linachangiwa na uwepo wa viti maalum, wale wanaoingia kwa viti maalum, lakini wanawake ambao wanakwenda kuchukua fomu na kugombea pamoja na wanaume bado iko chini sana, na sababu inayopelekea hivyo ni kukosa ujasiri, hofu, na pengine ile kuona kwamba labda hatoshi kwa sababu ya kutokujiamini, na pengine labda zile mila na desturi mwanamke wa jamii naona kwamba labda wanawake hawatoshi kuwa viongozi, wanaofaa zaidi kuwa viongozi ni wanaume. Kwa hiyo ile zinapelekea wanawake wengi wanashindwa kujitokeza, na sababu mojawapo ya kufanya mafunzo haya ni kuwajengea huo ujasiri wa kuthubutu na kuweza kuchukua hizo
kugombea hizo nafasi, na wao pia nao waweze kuwa na mchango wa mawazo wa nini kiwe katika jamii zao. Na pia tumewafundisha kwamba na wakati mwingine uongozi sio lazima uchaguliwe, lakini hata ukiwa mwananchi wa kawaida bado unaweza ukashawishi maamuzi yanayofanyika katika eneo unaloishi kwa kushiriki katika vikao na kutoa maoni yako pale ambapo inafaa. Ujumbe wetu ni kwamba hata wanawake wanaweza kuwa viongozi wazuri, na kwa maana hiyo tunatamani kuona wanaume ambao wanaweza wakawa champions wa mabadiliko ya kubadilisha wanaume wenzao, ili tufike mahala ambapo mtu hachaguliwi kuwa kiongozi kwa jinsi yake, lakini anachaguliwa kutokana na uwezo wake na kile ambacho anaweza akachangia katika maendeleo ya jamii. Inapotokea tunamgombea mwanamke na mwanaume, asichaguliwe kiongozi kwa jinsi yake, lakini achaguliwe kutokana na uwezo wake na kile ambacho anaweza akachangia katika maendeleo ya jamii husika. Niseme tu kitu ambacho tumekuwa tukifanya katika hizi siku tatu, mojawapo pia ilikuwa ni kuwasaidia wanawake kutambua ile nguvu iliyo ndani yao na kuithamini na kuangalia jinsi gani anaweza akakuza kile kilicho ndani yake ili aweze kutosha. Kwa hiyo tunachosema ni kwamba wito wetu ni kwamba kila mtu ana uwezo wa kufanya jambo kama ataweza kutambua uwezo ulio ndani yake, uwezo uliopewa na Mwenyezi Mungu, na akafanya sasa bidii ya kuongeza maarifa mengine ya kuboresha zaidi kile ambacho kipo ndani yake, ambacho kinaweza kikasaidia katika uongozi na katika maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tunachokisema sisi ni kwamba watu wote tunahitaji kufika mahali ambapo jamii zetu ziwe na mfumo ambao utakuwa unakuza vipaji vya uongozi kuanzia katika ngazi za watoto. Watoto waanze kulelewa katika namna ambayo wanaweza wakachukua majukumu ya kiuongozi siku za mbeleni. Mabinti wanaomaliza shule, ifike mahala katika vijiji vyetu uongozi wetu uweze kujenga utaratibu ambao utaanza kuwajengea misingi ya kiuongozi na kuwa expose katika mazingira ambayo wanaweza wakaanza kutumia vipawa vyao ambavyo Mungu amewapatia katika kuongoza jamii zetu.